mapenzi yake. Go to bed and wake up is by God's will. Amen. Hakuna atakayesema aseme mimi kwa uwezo wangu. Nobody will say it's because of my will. Nimefanya jambo fulani ambalo linastahili. I did something and that is really supposed to. Hapana. No. Ni kwa uwezo wa Mungu. But it's by God's will. Amen. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Without wasting our time, tutasikia neno la Mungu. we are going to hear the word of God. Amen. Katika Kumbukumbu la Torati In the book of Deuteronomy, sura 2 chapter 2, mstari wa kwanza verse 1 hadi mstari wa 3. till 3. Amen. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy, sura 2 chapter 2, mstari wa kwanza hadi wa 3. verse 1 up to 3. Amen. Let us read in Jesus' name. Amen. Then we did what the Lord told me to do. We went back to the desert on the road that led to the Red Sea. We traveled for many days to go around the mountains of Seir. Then the Lord said to me, "You have traveled around those mountains long enough, time enough." Amen. Amen. Tunakaa. You may have a seat. Hii ni maneno ya Mungu. This is the word of God. Amen. Maandiko yanasema hivyo. The Bible says this. Ndipo tulikuwa tukizunguka katika milima ya Seiri. That we've been surrounding or moving around the mountain of Seir. Tulikuwa tukizunguka katika milima ya Seiri. We have been moving around the mountain of Seir. Hii ni historia ya Bwana. What this history is about Ni historia ya wana wa Israeli wakitoka Misri. is about the people of Israel from Egypt. Amen. Wana wa Israeli ni watu ambao kila mara walikuwa wakiishi au mpaka leo wanaishi unabii. You know, the Israelites, they are people. They've been living until now the prophecy. Yaani ni taifa ambalo linaishi katika unabii wa Bwana. Is the people that they are living according to the prophecy of Na God. Biblia inatuambia kama kila mara tukue tunatazamia kwa Israeli. And every day the Bible is telling us that we must every day look at Israel. Kama tukitaka kujua matokeo au yale yatakuja au kuja kwa Yesu kunakaribia namna gani, tukue tunaangalia pia Israeli kwa kipindi mbalimbali. If really we need to know all the steps and even the coming of Christ, we have to just see first Israel. Hawa wana Israeli kabla tunatazama kidogo kwanza kabla ya kwenda utumwani. Before they go to slavery, Mtu ambaye anaitwa Ibrahim. someone called Abraham, Huyo ambaye tunaita sisi wote kwamba ni baba au babu yetu wa imani. the one that we call that our faith father.
Huyu siku moja Bwana akamwambia, okay, nataka unitolee sadaka. And one day, God told him that I need you to make for me a sacrifice. Hii sadaka Ibrahimu utakayonitolea, usitie moto, please, usitie moto. Kama moto itakuya, ni mimi ninajua moto itatoka. But God told him that please do not put or do not burn the sacrifice because I will provide by myself. Unitolee sadaka. Just do me or just make me a sacrifice. Unitolee sadaka, na wakati ule walikuwa ni kuchoma sadaka, kuchoma. But that time when they were supposed to burn the sacrifice. Kama kawaida wanapasha kwa wako na strategy zao, wanatia majiwe, kila jiwe likuwa na maana yake, wanatia kuni, wanakuwa kutia sadaka, wanachinja ile ng'ombe au mbuzi au nini, wanatia yuni. As you know that they have their own way to build the place where to burn the sacrifice. As you know, even that all stone, every stone had its own duty. And they have to put even, not charcoal, but they have to wood. They have to put wood, and they have to put also fire so that they may burn. It may be a cow, it may be a goat, or any kind of animal. Sadaka yote ilikuwa na maana yake mbele za Mungu. And all the sacrifice, every sacrifice had its own meaning before God. Hili moja Mungu kama kawaida yao, wakimaliza kutia kila kitu, damu, sijui kisi yote, walikuwa wanatia moto. You know, as they've been finished, even to put like a blood, everything, they're supposed now to put fire. Lakini hii moja hii, But this one, inakuja tofauti. it was different. Amen. Tofauti yake ilikuja na nini? And how it was different, Mungu akamwambia Ibrahimu, God told Abraham, nitolee, nenda unitolee go and make me a sacrifice. sadaka kwenye madhabahu. A sacrifice on the altar. Lakini But usitie moto. don't put fire. Haleluya. Amen. Sitaki utie moto. Please don't put fire. Wewe kae. Just put it Kwenye kutatoka moto, where the fire will ni come. mimi najua. I'm the one who knows. Mimi Mungu najua. I got Wewe you. usijiulize Don't moto question itatokea wapi. where the Hapa hivyo havikuangalii. doesn't, Hii sadaka moja hii because iko this tofauti, sacrifice is tofauti na ingine yote. different than any sacrifice. Bwana asifiwe sana. Hii sadaka ni tofauti. Because this sacrifice is different. Na Ibrahimu akasema yes baba, yes. And Abraham said, yes, Father. Akaenda Yes. mahali pa kuweka ile kila kitu akakifanya akaweka pale. And Abraham, he went to the place where he was supposed to make his sacrifice. Kondisio ya pili, The second condition, Ibrahimu jikaze Abraham make sure isidebe katika ile sadaka yako. make sure a flag should not stand or step on my sacrifice. Amen. Hata ndege wasidebe pale au kukamata kuchokonoa hata kadogo. Even the bird should not be there or just get one of the sacrifice. Ibrahimu, unasikia? Yes. Abraham, do you listen? Do you understand? Yes, Lord. Lakini ilikuwa mtihani. But really it was a challenge. Mtihani. It was a challenge. Najua kupata baraka kutoka Mungu inaomba mtihani. You know, to get blessing from God, it need a test. Kupata ahadi ya Mungu ifikie, inabidi upite katika matatizo. You know, to get until the point of you get the promise of God, you have to pass through problems. Ibrahimu akajikaza,
akakamata kamuzi mchana usiku, mchana wote. Inzi is dead. And Abraham really tried hard. Maybe he took a stick. He had to make sure that there is no fly that is coming. Iko na kukuta inzi zisiingie pale, ndege zisikaribie, anasukuma, anakimbiza ndege, anakimbiza na mainzi. He's making sure that the place is safe, no fly or no birds. Amen. Kama ilianza tangia saa 3, if it starts from 9, ikafika mpaka saa 9, from 9 to 3, mtu iko tu, he was just only there. Nafasi ya Ibrahimu Maraya alione hii sadaka moja, hii condition moja italitoa jasho. Maybe Abraham, he been thinking, I said, oh, really for this one sacrifice, really it will take me, natowaka sadaka, me to do hard. Lakini hii moja, really I do sacrifice, but for this one, the condition is hard. Amen. The condition is hard. Hautajua zaidi moto itakuja. Because you don't know what time the fire will come. Na hautahesabu hizi ngapi zenye zitataka kudema kwenye. And you will not be able to count how many flies they are trying to be there. Mimi nakwambia hata moja isideme. But the condition is even a single one should not touch the sacrifice. Nitaweza kukimbiza ndege. Maybe I can try to chase the bird, Lakini kukimbiza inzi. but really to chase a fly. Lakini Ibrahimu akajikaza kabisa. But really Ibrahim, Huyu baba ni mwanaume. and when he's a great man, Na akajiweza. and when he was able to Japokuwa ni achieve, mwanadamu, even if he was a human being, lakini alijiweza. but when he achieved, Lakini sasa but now, mwili ni mwili. you know, flesh is flesh. Amen. From morning Kufika mpaka tuishakuwa saa 9 till 9, na jasho. from 9 till Jua kali, it was hot, jasho mingi. so Na mtu yuko na when he was there, anajikaza. try, Inafika saa 10. and around 4, Wapi hakuna moto. no fire. Hivi vitu viko chini. What is going on? Inafika saa 11. 5, Moto hakuna. no fire. Mtu anaanza choka. Really, he started feeling tired, and he slept. He fell asleep. Wakati alilala usingizi, When he fell asleep, akakuwa kushtuka. and he just wake up. Hey! Yo, ndege zilishapea. Oh, the birds are already on the sacrifice. Kama ndege zinadema hizi je? If really the birds are there, what about the flies? Akaanza kukimbiza. Kuangalia kachua kanataka kuingia saa 5. Hivi vitu hapa hii taifa lenye liko karibu litakuwa kuinuka kunipiga hapa. Basi acha nikamate moto niweke nilunguze juu usiku usiingie na siyachoma. You know, and now when he just saw now it was late, it was taking now dark, he said, hey, no, because there is another nation here, maybe they can against me and they can beat me or they can do something bad to me. Let me now try to do what to take fire and put fire on sacrifice, to burn the sacrifice. Alipokamata moto akatia kwenye sadaka. When he just took the fire and burned the sacrifice, Sadaka inaungua. the sacrifice was burned. Anageuka ili aende nyumbani. And now he turned to go back home. Sauti ikakuja. Now he heard a voice.
Ibrahimu unafanya nini? Ibrahim, what have you done? Ibrahimu unafanya nini? Ibrahim, what have you Oh done? baba, mimi niliona kuanzia asubuhi inakuwa jioni na wamiti ya mbako karibu batakuwa kunishambulia na si ya kutolea sadaka, ndio maana nilikamata na moto nikaweka. Basi nilikwambia nini? And Ibrahim now start to explain to God, oh God, really I see that it was already late and the Midian they are here. Maybe they can come and harm me. That's why I decided that I have to put fire. And God, what did I tell you? Mungu hachelewa. God never be late. Amen. Mambo ya usiku kuingia mamiti ya mkuu ya karibu yako kukoshambulia, hiyo sio kazi yako. You know, thing we are talking about night or medium, maybe they can come. No, that is not your job. Wewe ungekocha uone usiku yenyewe ingie na siafika, basi ujue kama Mungu basi anashindwa kuleta moto. You should wait until it is night, and if you see that I didn't come, okay, you should say, okay, it's okay, already God fell to bring fire. Kukamata moto ya kigeni unaweka pale. But now you just get a stranger fire and you burn the sacrifice. Sikie sasa Ibrahim. And now listen Ibrahim. Zawa taifa la litachukulia kwenda utumwani miaka 400. That your kids, your nation, they will be taken to slavery for 400 years. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo ya wana wa Israeli wapangiliwe kwamba wataendaka Misri. That utumwani. was the beginning of the Israel people that one day they will be in slavery land. Amen. Hiyo ndio ilikuwa chanzo. That was the beauty. Nilienda huko kwa sababu ya kutaka kuwaonyesha mwanzo juu huku kwenye tulisoma inakuwa mwisho banaanza rudia. Now I brought this so that I was trying to show you what happened before, because where we just finished to read, that was now at the end. Walishaenda utumwani, walishachoka, walishakula raha. Baada ya raha wanaanza kuteseka na kipindi cha mateso ilipita, Mungu alishawatendea miujiza, wanarudia. Hii ilikuwa tayari wako mjia ndani ya jangwa. Now they was already in slavery land. They passed through every problems. They enjoy, and now they are on their way back to Israel. Amen. 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 Walipokuwa wakipita kila sehemu, kulikuwa sehemu zingine walipita bila problem. Sehemu zingine ilibidi wapite kwa vita. You know, through their way back to the promised land, they passed through cities, and some cities they passed peaceful, but other cities before passing there they were supposed to fight. Na hata hapo kwa sababu walikuwa na Mungu ilibidi wapigane na wapite. Even if they have God, but they're supposed to fight and go. Kila ambacho kilikuwa obstacle mbele yao, kwa sababu walikuwa na Mungu, walikishinda na walipita. Everything that was like a roadblock in front of them, they fight, and because they were with God, they was everyday winners and gold. You know, when you have God, kila tatizo yenye liko mbele yako
every problem that is in front of you, itaondoka na it amen. Matatizo yote yako mbele yako, all the problems that you are facing, hata kama ni etat de santé inakusumbua, it can be a health problem. hata kama maisha security inakusumbua, Even it can be like your security. hata kama ni kukosa kazi inakusumbua, Maybe you are jobless. uwe na Mungu tu, kila kitu kitaongea. If you have that, everything will be fine. Amen. Amen. Dada ataweza kuwa alishakuwa na miaka ya kupita kuolewa, anaisha kata matumaini. A girl can stay at home and now found that time to get married has passed already and she feels that to be depressed. Mama ataweza kuwa alishakuwa na umri wa zaidi ya kuzaa na hayapata mtoto, na anaona kama tayari sitapata tena. Lakini acha nikwambie, wakati uko na Mungu yote inawezekana. You know, even a woman can attain what we call menopause and say, now I'll never get a child. But when you have God, I want to tell you that everything is possible. Uko na Mungu mzima ndani yako, When you have the true God in you, hakuna kitu challenge yoyote nitakuweza. there is no any challenge that will overcome you. Tashinda. Because always you will be the winner. Just imagine, Sarah na miaka 19. Just imagine Sarah was 9 years old. Menopause for day. Menopause times 2. Lakini alizaa. But she gave birth Kwa sababu ya because of the word of God. na wewe utazaa, wewe ambao unaniangalia na uko tasa miaka mingi utazaa kwa jina la Yesu. And you too, you are going to have baby, the one who's watching you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Magonjwa ambayo yanakusumbua, sikia, mkaribishe tu Mungu ndani yako, itatoka tu. The sickness that are making you to suffer, just listen to me. Just welcome Jesus Christ and everything will be fine. Amen. Laana yoyote ni koshi balaa ambayo inakusumbua ya familia, ya ukoo, ya kabila, wewe karibisha tu. Usisumbuke na kutafuta nani, wewe karibisha Yesu ndani yako. Kila kitu kitaondoka. All the case, it may be a family case, a generation case that is you have. Just accept to welcome Christ in you and everything will be good. Tuna damu ambayo inasafisha kila aina. Because we have a blood that is cleaning all kind of things. Damu ya Yesu. It's the blood of Jesus Christ. Tuna shujaa moja ambaye anashinda kila aina ya obstacle mbele yetu. We have a valiant who always win all obstacles. Bwana Yesu Kristo. Is Jesus Christ. Amen. 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 Unajua wakati mwingine maobstacle ziko mingi katika safari. You know, and sometimes there is a lot of obstacles in your journey. Utaweza ukakuta hivi kitu chenye kinakuogopesha hata unaangalia hapa sitaweza. You know, and sometimes you find yourself something that is make you to feel scared and say, oh my gosh, I'm not going to achieve. Lakini Yesu hautaweza kwa sababu ni wewe, lakini Yesu ndani yako ataweza. Yes, you are not going to achieve because it's you, but because you have Jesus Christ, you achieve. Amen. Amen. Ukikamata vitu vya kiroho kama kimwili utashinda. You know, when you take the spiritual issues as flesh issues, you are going to fail. Ndio maana wale wenye walitumwa kupeleleza Yeriko, That's why those people that have been sent to Jericho as spies, walienda 12. they were 12. Lakini 10 wote wakasema
mashujaa wa ajabu. Sie tulionekana kama panzi ndani mbele yao. Manake ni mashujaa huko. Manake wakikukamata hivi, wanakufanya hivi, wanakutupa. Hatuwezi kugombana nao. Among those 12, 10 of them, they said, no, there we just found giants. And we were like, people who can do nothing from them. They can just take you and they crush you like this and throw you away. Watu 10 wanasema pamoja. Watu 2 tu wanasema kwa sababu tuko na Mungu aliye hai na Mungu atatupatia ile mti tutaweza na kwenda. And 10 of them, they said, no, they will not. But 2 of them, they said, since we have God, God will give us the land and we will live. Najua hivi vitu vinasumbua watu dunia ya leo. And this really is struggle people nowadays in this world. Na hii kitu cha uongo chenye wanatufundisha dunia leo demokrasi, na tuangalie demokrasi, tuchague bamingi njo banashinda. Sasa kama ingekuwa sema bamingi njo banashinda, ni kusema wale 10 njo banashinda beza. And that's why even there is lies nowadays. For example, if we say that this is democracy, and you found that, to be honest, that same people, they are the one who won, because they were 10. Lakini sasa, but now, kwa mambo ya kiroho, mambo ya Mungu, but when is in spiritual, hakuna mambo ya democracy. There is no democracy. Hata mtu mmoja mwenye anasimama sauti ya Mungu atashinda watu milioni wenye wako makosa mbele hapo, hata mbele za Mungu. Even a single person who is standing with God, he may win 1 million people who are standing against God. Amen. Kama hakuko upande wa Mungu, hata utakuwa 10,000,000, 10,000,000, mtu mmoja mwenye iko na simama na Mungu atawashinda. Even if you are 1,000,000 of people, but you are not standing with God, only a single person who is standing with God is gonna win you. We have a lot of examples. Acha niwaingize kidogo habari ya vita ya Samson. Let me just take you back a little bit in the war about Samson. Just imagine mtu mmoja, just imagine one person apige maelfu ya watu awaue. Mtu mmoja tu. Mjiulize kabisa hiyo. Eske kwa kimwili utaweza? Is really, just imagine a single person. How can a single person can kill 1,000 of people? Kwa sababu alikuwa na Mungu ndani yake. But because he has God in him, Roho Mtakatifu alikuwa ndani the yake. power of the Holy Spirit was with him. Alikuwa na Mungu asiyeshindwa ndani yake. He has God who never failed in him. Huyu alimfanya amalize watu 1000. That is the one who gave him power to destroy 1,000 of people. And now he became the valiant, the winner. Kama alifanya vile kwa Samson, juu ya nini asifanye kwa? If really God did that to Samson, what about you? Amen. Amen. Tuwe na kuamini ndani yetu. We must have faith or believe in us. And you will see the hand of God. Amen. Tunakwenda katika ekritini yetu yenye tulisoma. Now we are just go to the scripture that we are finished to. Hawa watu wako katika njia jangwa kali. Now they are in the desert. Wanakwenda
wanakwenda They are going kwa sababu walikuwa walishamkosea Mungu. because now they was already do something wrong against God. Japokuwa Mungu aliwaonyesha aliwapigania mengi, Even if God was with them and God was helping them and fighting for them. lakini mwanadamu akaamua kumkosea Mungu. But really a human being decide to be against God. Mungu naye akasema okay, And God is saying now, okay, safari ya ini semeni mtaifanya miaka 2. the journey for only a week, you go there for 40 years. Mimi niliwahi kuongea na Mumisri mmoja hapa Amerika. One day I was chatting with one Egyptian here in America. Tuliongea uso kwa uso, hapa chat uso kwa uso tuliongea. Okay, we were talking face to face. Nikamuuliza, nilimuuliza kesho moja. And I asked him a question. Tunasikiaka bahari ya Shamu, bahari nyekundu, wanasema bahari nyekundu. Eske hiyo bahari inakuwaga ni mwekunda kweli? And really, Hiyo maji. we just hear people say Red Sea, Red Sea. Is it true that that sea is red? Akasema hapana. He said no. Ile maji iko maji kama maji. The water is normal as other waters. Lakini ile danger iko mwile maji ndio wanaifanya red. But because of the danger that is in that water, that's why they call it Red Sea. Amen. 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 Sasa nikasikia mtu mmoja akatuambia kama hata saa safari ya mgulu ya kutoka Misri Cairo kwenda Kanaani ni semeni wa mgulu, semeni. And now I heard someone was saying, till now, from Cairo in Egypt to Canaan, when you are going, you are walking by your feet, is 1 week. Lakini angalia safari ya 1 week ifanye watu watembee 40 years. But now just imagine, only the journey that you're supposed to work for a week, now it takes you 40 years. Ulikuwa unatembea modeli gani? How were you working? Amen. Yaani Mungu aliamua kusema kama wazunguke wapate matatizo katika jangwa ili wasioamini waishie humo na wenye walio wake ndio wafike. You know, God just give them so that they should be moving around mountain, so that those people who don't believe in God, they should fail, they should die in the desert, and people who believe in God should go to Canaan. Wakati walizunguka ikaonekana walifika sehemu wako wanatembea, wanajua kama wanatembea wanaendelea forward, lakini kumbe wanazunguka sehemu moja. And there was a time that they've been thinking that they are going forward, but they've been moving at one place, just moving at one place. Mtu kama hana Mungu ndani yake anazunguka katika mabaya na hayui kama yuko mabaya. You know, when somebody doesn't have God with him or with her, he just move around in dirty things without know that what he's doing. Lakini ukimuonesha bana hauoni kabisa kama hapana, wewe ndo hauyui. And you know, when you are trying not to say, hey, man, you don't see that what you are doing is us. Oh, you are the one who doesn't know. Out of mind. Na unajua kama Mungu akiamua kukuzungusha sehemu
hata muko na nabii kati yenu, hata mfunulia ili awaambie kama mnazunguka sehemu. Mpaka yeye peke yake wakati ataamua. You know, when God wants you to be moving around, even if you have a prophet among you, God will not reveal Wakati Mungu anataka akufunze kitu, and when God needs now to teach you something, atakuzungusha sehemu moja na hautajua na hautakomprendre kama ewa niko hapa. and God will take you to just move around for one place without know that I'm still in the same place. Mafunzo ya Mungu yanakuja katika njia mbalimbali. You know, the education of God is coming through different ways. Wakati wana Israeli wakazungusha mahali pote kwa kuwachuja, You know, when the people of Israel, they've been moving around because God was not trying to save them, Musa alikuwa pale kama nabii wa Mungu. and Moses was there as the prophet of God. Lakini pamoja na Musa na mkutano wote hakuna mwenye alijua kama tuko tunazunguka sehemu. But even though with Moses and all the people, nobody discovered that they've been moving around. Amen. Kuzunguka ambapo unakozunguka wakati mwingine inaletwa na wewe peke yako ndio inatuma. You know, sometimes being moving around is caused by yourself. That's right. Yes. Matatizo yenye uko napitia, angalia mzuri, chunguza, itaweza kuwa wewe mwenyewe ndio unayapogota. You know, there is other problem that you are passing through. You have to check yourself. Maybe you're the one that brought it. Amen. Labda walikushauri haukusikia. Maybe they advised you but you didn't want. Walikuonya, walikufundisha lakini wewe hautaki kusikia. They just teach you, they just give you kind of Unasema acha nivunje mifupa kwa sababu ningali na meno. but you just say that is my time really to break the bones because I still Acha kwa sababu hatuko tena kwa Afrika, hapa tuko Ulaya bwana, hakuna cha kubanana bwana. just leave me because now we are no longer in Africa. Everybody is free here. Acha nifikishe freedom wangu mimi. Let me use my own freedom. That's right. Utakokota vitu vya vitakuzungusha matatizo na utakuwa kublame watu wengine. You know, you're gonna bring something that will put you in problem, and at the end you start blaming other people. Amen. Amen. Nimesema vitu viwili. Kuna kitu kingine ambacho Mungu atakufundisha, anakuprepare kufikia mumema, na kuko vingine ni wewe mwenyewe utaweza kuunajiletea upate kudumu katika matatizo. There is one, God can cause it so that He may teach you something. He's preparing good thing for you. And the second one, that you just brought yourself. Bwana asifiwe. Mpaka pale Mungu mwenyewe akawaambia, akawahurumia sana. Ulishateseka sana. Akawaambia, mlivyozunguka mlima huu inatosha. Mgeuke sasa. And now, after being moving around, God now feels sorry for them and say, now is enough. Since you've been moving around those mountains, now turn. Njia ambayo mlikuwa mnapitia, mlikuwa kama wenye kuzunguka kushoto, tazama njia njoo hii ya kwenda kuume na uende safari njema. Now you see the way that you've been thinking, that the way that is on left one just moving around. No, now take your right. This is the right way. Siku moja tutaongeaka juu ya left and the right. One day we will talk about the right way and the left way. Amen. 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 Umuhimu gani ya kufuata right na matatizo gani ya kufuata left? What is the benefit to follow the right, and what is the consequences
to fall the left one. Amen. Siku moja tutazungumza. One day we will talk about it. Leo acha tuendelee sasa. Wakati Musa anasikia kama kumbe tulikuwa tunazunguka mahali pa. And now when Moses heard that, we've been just moving one place. Najua walishituka na wakaona njia wakati ile fasi walikuwa napita hawakuwa wanaiona. Now they was surprised, and now they was able to see the way that they didn't see for many times that they've been moving around. Watu wanazunguka katika mambo mengi. You know, people, they are moving in different things. Watu wanazunguka sana. People, they are moving too much. Na wanachoka katika kuzunguka. And they are tired by moving. Unazunguka katika ulevi siku nyingi. You are moving in drunkenness for many times. Unazunguka katika usherati siku nyingi. You are moving in adultery for many years. Unazunguka katika mchawi miaka mingi. You are moving in witchcraft for many years. Unazunguka katika usutu wa miaka mingi. You are moving in gossiping for many years. Unazunguka katika mambo ya ugomvi miaka mingi. You are moving in fighting for many years. Unazunguka katika kupenda fedha miaka mingi. You are moving for being to love money so much for many years. Unazunguka katika magonjwa miaka mingi. You are moving in sickness for many years. Unazunguka katika laana ya ukabila ya familia miaka mingi. You are just moving in the case of the family for many years. Unafungwa na kamba ya kukua miaka mingi. Because you are very tight with what you call you are tight, but the case of the family for many years. Miaka mingi familia inaendelea kusononeka kuwa na matatizo kwa ajili unafungwa bila kujua. The family is going through problems because of you, because you are tight. Unafanya vitu haviendeke kwa sababu wewe ni origine ya matatizo ndani ya matatizo. You know you are doing something but you can't achieve because yourself you're the origin of the problem that you have. Sasa Bwana anasema, But God says, ulivyozunguka inatosha. The way you've been moving around is enough. Geuka sasa. Then now. Geuka sasa. Then now. Muda unakuwa kidogo sana. Because time is now too short. Amen. Yesu anakaribia. Christ is coming soon. Alevemani karibu. Time to take the church is near. Geuka sasa mama. Now is the time to turn our mind. Geuka sasa baba. It's the time to turn, Father. Kijana kama ukuvunjaka mifupa mbele hakuna muda tena. If where you didn't have time to enjoy life, there is no more time. Amen. Wakati utaenda sema acha nifanye leo tu kidogo tu. Najua Yesu anakuja. You know, sometimes you say that, okay, let me try to do it only for today. And Jesus, Acha nioje tu kapome kidogo tu nitakutia. Najua naenda. let me only try and I will be back. Jesus promised. Acha tu leo tu nifanye kuka ushiriki kidogo unakamatisha. Let me just do this for today. But they got you. Umaskini unazidi. You know, poverty now. Hivi banatuonyesha mambo ya Freemason wanapata. And now we know that there is a Freemason here. Hapo nitakuwa kabisa mchacha kabisa. Mimi niingie tu kidogo nikizipata mimi natoka. Myself, I will just go. And when I get and move out again. Ukiingia kule utazama kule ni maisha. And when you go there, you will not come back and you finished. Amen. Haleluya. Ulivyozunguka mlima. the way you've been moving around the mountain Inatosha.
is enough. Muda ambao umetenda dhambi, The time that you've been doing sin, ulipata chance haukupata magonjwa. you know you got a chance, you didn't get sickness. Ulipata chance, ulienda kwa nyumba ya watu hawakukushika. You know you got a chance, you've been going to somebody's house, they didn't catch you. Ulipata chance, ulienda kuiba kwa nyumba ya watu na kuomoa hawakukushika. You know you got a chance because you've been going and broke somebody's houses and Uliona unafaidika kwa ile njia, lakini nisikia leo. you were thinking that you got a benefit from that way, but listen to me today. Ulivyofanya hivyo, What you have been doing, muda uliofanya hivyo, the time that you were doing that unatosha. is enough. Geuka sasa. Now is your time to turn back. Utakapoendelea, And when you are going, ukiendelea hausikii. if you are keeping going without Utawazia listening, kama leo tu nitafanya hiki leo tu. and you may think that I will do this only for today, Tuna bana. and now you'll be catched. Haleluya. Amen. Amen. Ulivyozunguka katika chuki na hasira na ugomvi inatosha. The way you've been surrounding in conflicts, in hand, now is enough. Kitu gani hakiishaki mama au baba? One thing doesn't take end, father or mother. Utafungia watu roho yako, roho yako inakuwa gereza ya kufungia watu. Why now even your heart, it became a cell, a prison for other people? Amen. Wengine walifungia hasira na wengine uchuki, ugomvi mpaka milele. Utasikia mtu hata na kisi nitakufaka na kaburi yangu usifikaki. You know, there is other people, they are keeping angers, jealous for others, and even sometimes they say that even the day that I will die, don't come even to my grave, don't come. And now you are trying to say that you are going to heaven, you are waiting for Christ. Amen. Amen. Ulivyozunguka katika hayo, The way you've been moving around inatosha baba. is enough now. Inatosha kijana. Is enough. Geuka Turn. upande wa kuume, Turn to the right way. upande wa kuume, To the right way. upande wa To kimungu, the right way. upande wa kimungu, To God's side. na utaona mkono. And you will see the hand of God. Amen. Amen. Hakuna cha kushindikana. There is nothing that is impossible. Tunasikia tukisoma habari ya Ezekiel, When you read about Ezekiel, aseme wakati alikuwa analala hivi, magonjwa tabani kabisa, anataka kufa, wanamletea ujumbe, bwana, sasa hapa wewe hautatoka kwa kitanda, unakufa tayari, utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako. and you know when Ezekiel was sleeping, he was really sick, and the message comes that Ezekiel, is your time. You have to prepare because to die you will die. Biblia inasema hivi, The Bible says this. kabla ya yeye kufanya kitu chochote, Before him to kabla ya kusema kitu chochote mbele za Mungu, saying any word before God, kabla ya kuomba, before praying, kabla ya kulia, before crying, aseme aligeuka the Bible said that he turned na akamkumbusha, and he reminded God, nilifanya hiki baba, kumbuka. Nilifanya hiki baba, kumbuka. God, remember I did this. Remember I did this. Na Mungu akakumbuka, akamwongezea miaka 15.
And God remembered him, and he had made more years. Utamkumbusha Mungu ukiwa mpozisio gani? Now, what are you going to remind God, and you will be in which position? Amen. Pozisio gani utamkumbushia Mungu? Which position really that you know that you are going to remind God? Hauwezi thubutu kuambia Mungu wakati uko mkono wa kushoto unamkumbusha Mungu aseme utasema vya mkono wa kushoto. And you know it's very difficult, impossible to remind God something when you are still on the left hand, because everything that you do reminding him, it will be on the left hand. Amen. Hapa tunaona left hand kama vile upande wa mabaya. And now we are just seeing the left hand at the side of bad things. Amen. Amen. Kwa kumaliza acha tuseme Yesu wakati anaambia Petro aseme mwende mkatupe nyavu zenu. And now let us talk a little bit. When Jesus Christ talked to Peter, said, Peter, go and put your nets. Petro akamwambia baba, usiku mzima hii ni ndenga, usiku mzima hatukupata kitu, unajua ndenga nini? And you know, Peter replied, said, Lord, the whole night we've been working the whole night. And he's asking, do you know what is ndenga? Sema sasa ndenga mkiingereza. Amen. Fish. No. Hallelujah. Amen. I'm just a kazi ya Mungu. Amen. Just make you feel happy. Unajua ndenga ni unajua kila domain iko na mamokle zake. You know, in every domain they have their what you call keywords. Ndenga muwavuvi inaitwa nyakati za mwangaza. Okay. Nyakati ya mwangaza sasa samaki ikiona mwangaza yani wakati ya mwezi na waka haifataki tena mwangaza wa tala inaanza kimbia. So ile wakati samaki haipatikana. You know, then in the time what you call when there is a moon, the moon time, for the fisherman is very hard because there is a light, and now even the fish, they will no longer follow the light of the fisherman, but they just go around, and that's why at that time you found that people who are fishing, they don't get much fish because there is moonlight. That is the kondenga. Yani wakienda ile wakati vrema kupata samaki ni shida. Really, that's why on that time they don't, to get fish is very hard. Sasa Petro anambia Yesu ni wakati wa ndenga. And now Peter said, Lord, is a time of ndenga, moonlight. We can work the whole night. Nothing. There is no any deal. Amen. Amen. Yes, amen. Kama unatupanga ngapo ya weka sasa ngapo ya. And Christ said, if you've been putting in the left hand, now put in the right one. Amen. Amen. Nishawaambia kama tutaongea hiyo siku. As I said, one day we will talk about the right one. Amen. Yani unapasha kugeuka. You know now, people must turn Ili uone mkono wako. so that you can see the hand of God. Amen. Amen. Wana Israeli walipogeuka. And when the kids of Israel, they turned, Waliona njia wazi. they see the way was Na open. hawakuzunguka tena. And they didn't turn, move Akapoambiwa sekre
ya neno la Mungu, ya kugeuka, usirudi nyuma tena. And now when you be told the secret of the word of God, don't turn back again. Endelea mbele. Just keep Wana wa going. Israeli waliendelea mbele. The Israel Wanaendelea mpaka jinsi walifika Kanaani. until that they reach Canaan. Walipogeuka matatizo yote yaliondoka. And when they accept to turn everything. Kubali kugeuka mama. And man is your time to Kubali turn. kugeuka baba. It's your time to turn. Kubali kugeuka kijana. Wakati unapita. Because time is Yesu gone. anakaribia. Jesus Christ is coming. Ujiandae. You have Uwe to tayari. be ready. Geuka. It's your time to turn. Geuka. It's your time to turn. Ulivyozunguka mulini The inatosha. time, the way you Ulivyozunguka katika mabaya inatosha. Geuka. Hakuna faida There katika is profit in bad people. hakuna faida katika yale. There is no profit in that. Geuka. That's right. Turn, Utaona mkono wa Mungu. and you see hand of God. Hii ilikuwa tele yetu kusema ulivyozunguka mlima inatosha, ugeuke sasa. Our message, the topic was the way you've been moving around the mountain is enough. It's time now to turn. Amen. Amen. Mungu awabariki. May God bless you.